Kwenye swala linalohusu idadi ya wanachama wanaotakiwa kubebwa katika kila tawi, kwa sasa inasema ni 250 na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni 50. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na reasonable number ya katika matawi, na nadhani utaratibu utawaelewesha wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao, wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya, wakati anajaza kuomba kadi mpya, atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye leja na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana kuweza kwa sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90 ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknoloji na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zilikuwa hazitolewi tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama, wengine wamehama na kadhalika. Kwa hiyo itatusaidia sana kuimprove kuwa na records na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kuwa ni tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni, na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia huko. Sijaelewa mantiki ya swali lako la pili, lakini zoezi la utoaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake siku hadi siku. Tulisitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na mambo ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa mwanachama. Na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wacheze mziki sio na nini tufanye promotion, hapana. Kadi zetu sisi tutafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake, lakini vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule. Na wapenzi wa Simba kupitia malalamiko ya kadi ambazo walikuwa nazo. Wengi wao walikuwa na kadi ambazo wamekata kwa muda mrefu zaidi na wako nazo, hawajui pengine process ama mfumo mpya ambao wanaweza kuendelea nazo, hawajui pengine zime expire ama bado ni mpya wanaweza kuzitumia. Kwa hiyo pengine tungetamani kufahamu ama kupata elimu kwa wana Simba ambao wanakusikiliza kupitia kadi hizi, itakuwa na muda maalum ambao wanaweza kaja kuzifanyia kuzirenew tena, ama watanapokata anatumia na mwendelezo muda wote mpaka nyinyi mtamfanya tena takwimu mpya kujua wanachama wangapi, ili kujua wangapi wako hai na wengine ambao sio hai. Sasa hiyo ni kwanza, uhai wa mwanachama wa Simba
unategemea na yeye kucomply na yale masharti ya wanachama, ambayo mojawapo ni kulipa ada. Haijawahi kutokea wakati kwamba kadi ikawa na expiration, kwamba hii itakuwa valid mpaka tarehe fulani. Hapana, kadi zitakuwa na hadhi yake ya kuwa mwanachama kwa muda wote, lakini ili uwe mwanachama hai ni lazima ulipe ada. Kwa hiyo huyu ambaye alikuuliza swali hilo, kwa bahati nzuri tu wewe ukuwahi kuwa umefahamu, wanachama wa Simba unakuwa hai pale unapolipia ada na unapokidhi masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa masharti ya wanachama. Na ili tuweze kuwa sawa, tutaielekeza management leo ipost ile sehemu ambayo inaelezea nini masharti ya mtu kuwa mwanachama wa Simba Sports Club, ili kila mmoja awe na uhakika, awe anaona. Kuna wengi ndio wanaweza wakawa wana kadi, lakini kuna wengi hapa wanapiga porojo tu, hata hiyo kadi hawajawahi kusikia ikoje. Asante. Mwingine? Napenda kujua kwamba kampuni imepewa muda gani wa kutengeneza hii kadi, mwaka mmoja, miwili, au ndio kampuni ya maisha? Mkataba upo na tutaeleza manufaa ya mkataba na masharti mengine ya mkataba, lakini kwa sasa tuelewe tu kwamba kampuni hii imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi huko baadaye hamna mabadiliko mengine yanaweza kutokea. Kampuni zina uhai wake na zina mambo yake, lakini Simba itaendelea kuwepo kwa sisi tulioko hapo sasa na hata wengine watakao kuja huko baadaye. Tutatoa. Sasa hatukusema kwamba lazima leo tuje kusema kila kitu, ili na sisi tuwe na muda wa maandalizi. Nadhani umenisikiliza nilichosema mwanzo kwamba tumewatangaza hawa kwa sababu katika uandaaji wao watahitaji kuwasiliana na mamlaka za serikali, kuwasiliana na wanachama, kuwasiliana na wadau wengine. Kwenye hiyo kadi kutakuwa na added value items, kwa maana labda pengine tunaweza tukafikiria kwenda kuweka mambo ya ruku, kuweka gesi, kuweka nini, ili mwanachama sasa asiwe na kadi 20 mpaka wallet inatuna, inaonekana yule jamaa kama ameweka mzigo, kumbe makadi matupu. Umeona? Kwa hiyo inaweza kawa kadi hiyo moja ikabeba vitu vingine tena. Kwa hiyo nadhani tumewatangaza, dhumuni rasmi ni kuwatambulisha kwa umma ili waweze kujua kwamba hawa ni watu ambao tuna mkataba nao, ili kazi zao zifanyike katika misingi ya kueleweka. Sisi huwa hatufanyi mambo ya kuficha ficha na nini. Hii ni taasisi ambayo inajiendeshwa kwa uwazi na ukweli. Lakini kwa upande wa wanachama pengine wategemee kwa upande wa ada zao za malipo zitaenda kufanya maboresho zikiongezwa ama zitasalia kufanya? Mapendekezo hayo tutachukua kutoka kwako. Asanteni sana jamani, mchana mwema. Asanteni. Jamani, kama nilivyosema wakati tunafunga kikao, mpe headlines za kutosha. Haya ndio mambo ya maendeleo. Mheshimiwa, inabidi tusaini watu wakiona. Maana wanaweza wakasema basi watu wapisha hapa, sisi tutasimama nyuma hapa. Mwenyewe msaini. Manake ni kampuni ya Tanzania na tupo Tanzania kwa zaidi ya miaka 10. Tunafanya kazi kubwa sana kwenye upande wa mifumo ya mabenki, mifumo ya mitandao ya simu, na tunasema kwamba ni bahati tuliyopata kushirikiana na Simba kuweza kufanya kazi iliyotukuka kwa ajili ya washabiki na wanachama wetu wa klabu ya Simba. Asante. Kama kuna swali yanamhusu, ili akiondoka aondoke kabisa. Swali lipo. Naona hapo. Nijibu moja, right? Okay. Nashukuru sana. Kama tulivyosema ni kwamba makamu mwenyekiti ameelezea utaratibu kwamba kadi hizi zitafika kwenye matawi na usajili unaanzia kwenye level ya tawi. Kwa mimi nikiwa ni mwanachama wa Simba labda wa tawi la Gongo la Mboto au nikiwa Tandahimba, nitajisajili kupitia kwenye simu yangu
lakini usajili ule utaanza kupitishwa kuanzia kwenye level ya tawi mpaka level ya taifa, na the same usambazaji wa kadi utafuata wapi nimetokea. Kwa hiyo kama tawi langu liko Tandaimba, nategemea kwamba huduma hii nitaipata pale Tandaimba. Mifumo tumeshaitengeneza structure yake kwa mujibu wa mahitaji hayo, na lengo letu ni kuhakikisha kila mwana Simba popote alipo bila kutumia gharama ya ziada anaweza kupata kadi yake ya wanachama. Jambo lingine ni kwamba kadi zetu ambazo tunaenda kutoa zitakuwa katika aina mbili. Mimi nikiwa na simu nitapata kitu kinaitwa virtual card. Ni kadi ambayo kama hizi wanazotoa siku hizi kwenye mitandao ya simu, inakuwa una app labda ya mtandao fulani wa simu na kuna kadi yako ya Visa mle ndani. So na sisi kwenye huo mfumo wa Simba, kwenye app ya Simba, nitakuwa naiona kadi yangu pale na namba yake. Kwa hiyo kama nikiload hela kwenye ile kadi nikiamua kufanya malipo naweza nikafanya, lakini nikija kwenye mikutano inayohusiana na klabu ya Simba naweza nikaionyesha pia kama njia ya kujitambulisha mimi kama mwana Simba. Singependa nitoe siri nyingi kwa sababu nadhani mengi yamefungwa ndani ya makaratasi humo, lakini kikubwa ni kwamba nadhani ni mfumo wa kipekee kutokea katika ukanda huu wa bara la Afrika. Swali lingine? Hilo mambo ni mjibu. Ni kwamba changamoto sijui ukipata kadi kuna changamoto. Sawa, ila mfumo nitaelezea. Tumejenga mfumo wetu kwamba anayepewa kadi ndio muhusika. Ni tofauti na mifumo mingine kwamba ili uweze kupata kadi ya Simba lazima uwe umeidhinishwa na klabu ya Simba. Na kadi hii kwa sababu ni NFC tunasema ina unique identity. Kwa hiyo hata ukija kwenye mkutano wa Simba utaigusisha pale kwenye nini wanaita hichi, Kiswahili ni kishkwambi. Utagusisha, itatoa taarifa zako. Kwa hiyo hakutokuwa na mamluki au mtu aliye duplicate kadi kujimpersonate kwamba mimi ni mwanachama wa Simba kwenye tukio ambalo namtaka mtu wa Simba. Kwa hiyo tumezingatia hayo mambo kwa sababu tumeshayaona yakitokea sehemu nyingine. Kwa hiyo tumezingatia kwamba hautoruhusu hizo aina za duplication. Bei zitakuja baadaye. Tutakuja kutoa baadaye. Kuna mambo makubwa. Hatari. Mambo makubwa, watu watakimbia. Takuja kujibu. Hilo swali la mbele. Mbele. Yuko mwenyewe hapa atakuja kadi. Atajibu wakati. Hilo nalo la mbele hilo. Yuko atakuja. Visa. Umesema visa kadi? Hiyo nalo. Mimi nadhani wamaliza hapo. Kama imeisha ya mfumo tuje kwenye mtu wa kadi. Mimi nadhani huyu bwana amejibu vizuri. Ila kuna kitu kimoja amekosea. Ile kuitaja Tandaimba mara pili.
Yuko sahihi na ndio maana ameshinda. Karibu. Asante. Habari ya saizi. Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Nashukuru waandishi wa habari kuwepo. Kwa jina naitwa Bwana Rajab Thabit Rajab. Mimi nawakilisha kampuni ya Nexus Pesa Card. Sisi tunashukuru sana kwa uongozi wa Simba, mwenyekiti Magori na mwenyekiti wa wanachama Bwana Mangungu na mkurugenzi hapa kutupa nafasi hii na fursa ya kuchangia mabadiliko makubwa yanayofanyika ndani ya Simba. Na sisi kama watu wa Nexus Pesa Card, kazi yetu sisi ya msingi ni kuunganisha mfumo ambao bwana watu wa mainstream media na mainstream group wanatengeneza ambao unahusisha na Simba, na masharti yetu sisi ni kuhakikisha kwamba mwanachama anapata kadi pale alipo. Ile kadi itamwezesha yeye kuthibitisha wanachama wake, itamwezesha yeye kuwa mtumiaji wa kuweka na kutoa pesa. Na kwa idhini yako mwenyekiti, labda mimi niongezee kitu kimoja tu cha msingi kwenye kadi yetu, ni kwamba kadi yetu sisi ambayo itaenda kwa wanachama wa Simba itakuwa haina makato ya mwezi. So kawaida mara nyingi unakuta kwenye kadi za benki kuna makato, lakini kadi yetu sisi inakuwa haina makato ya mwezi. Mtumiaji anakatwa kile atachokiweka na kukitumia mwenyewe. Hakuna makato mengine ya ziada tofauti na yale makato ya kawaida. Lakini account kuwa nayo hakuna makato, na hiyo ndo one of the positives ambayo tunabeba kwenye kadi yetu. Asanteni sana. Swali wewe wakati kadi wewe.